au kitu kingine Mungu aliumba kimfurahishe ni mwanadamu pekee, na alikuwa anataka mwanadamu aishi na furaha. Hakuna mahali Mungu aliumba mwanadamu akae na huzuni. Lakini wakati ule alimuumba Adamu, aligundua Adamu amegundua ya kwamba hakuna mnyama mwingine wala mtu wala kitu kingine kimefanana naye. All the time wakati ule Mungu anaenda kumtembelea, anakuta ya kwamba yule aliumba ndiposa afurahie kuishi, anakuta tu ako na huzuni. Kila wakati akienda mbinguni akirudi, anakuta Adamu ako na huzuni. Akaona hapa kuna shida kubwa sana, na sababu Mungu alikuwa anapenda huyu mwanadamu au ule kiumbe aliweza kuumba, alikuja akaona ya kwamba kweli huyu mwanadamu umeumba hako na akili. Ameangalia akaona nimeumba ng'ombe mbili, kondoo mbili, ndege mbili, wanyama wawili wawili. Akaona ya kwamba yeye pekee akienda kucheza na monkeys, anaona monkeys na watoroka hata na chimpanzees, hata ingawa ni mfano wa mwanadamu. Akienda kulala karibu na hizo hawa wanyama wamefanana naye, yeye anatoroka. Hawa wanyama wanatoroka, Adamu anabaki pekee. Adamu akaona ya kwamba anatengwa na wanyama, kwa maana hakuna ule wanatembea the same, hakuna yule anapenda ile maneno anapenda yeye pekee. Mwanadamu hakuumbwa wala hakuna mnyama wowote katika ile miaka, katika historia au wasomi wa Biblia, hakuna mnyama, hata simba alikuwa anakula nyasi ile miaka. Hakuna mnyama alikuwa anakula nyama ini. Mungu alikuwa ameumba vitu vyote vikule majani. Simba kubwa sikule majani. Hakukuwa na mahali popote Mungu alikuwa anaitikia damu ya mnyama yoyote imwagike. Haleluya. Alikuwa anataka, alikuwa ameondoa uchungu, open zile waleo tunapitia, alikuwa ameondoa. Hakukuwa mwanamke apitie uchungu ile anapitia. Lakini wakati ule aliangalia akaona Adamu yeye ana huzuni. Akaenda akamwangalia, akaona huyu nitamuumbia mtu aliyefanana naye. Adamu alikuwa ametolewa kwa mchanga direct, lakini Hawa hakutoka kwa mchanga, alitoka kwa kitu kingine kiko processed in another way. Haleluya. Hakurudi kwa mchanga tena, alirudi kwa yule aliumba. Lakini wanyama wote alikuwa anasema tu neno, uwe na jirafu inajiumba, uwe na nini inajiumba. Lakini mwanadamu alikuwa na utaratibu wake, because alikuwa anampenda. Baada kuumba mwanadamu kwa mchanga, hakurudi kwa mchanga tena. Alifanya Hawa, Adamu akalala, akachukua pati yake, maandiko inasema umbavu wake akang'oa. Haleluya. Akaumba mwanamke kutokana na ile umbavu. Na saa hilo anaumba, alikuwa amefanya Adamu akalala. Adamu alikuwa usingizi, ili atujue kama alikuwa amepona. Akatoa mbavu, akakuja uponyaji ulipatikana pale pale. Adamu alipoamka tu, aliamka akasikia kuna kitu amekosa. Jina la Bwana litukuzwe. Nyota wa leo, mwanaume akifika mahali yenye unakuta kwamba anaenda kutafuta bibi, kosa anasikia kuna kitu imekosa katika maisha yake. Ukiona mwanaume yeyote aende kutafuta kile alikosa, naye mwanamke aende kutafuta kile mahali alitoka, unakuwa na shida kubwa sana. Kuna watu wanarogwa, unakuta mtu anakufa miaka 50 bila kuoa au kuolewa. Mwanaume akiambia aoe anatoroka, sababu alifungwa, shetani alikuja akajasa. Na wengine wanaenda kutafuta
hawana wakati wanaangalia macho, wanaangalia vile mwanadamu ameumba. Kama kijana anaangalia vile mwanamke ameumbwa, hawataki kujua kama hii ilitoka kwangu. Unaenda unaoa, unaenda unachukua msichana